Wanawake wilayani Kilwa mkoani Lindi wamelalamikia changamoto ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto wilayani humo, namna inavyochangia kuzorotesha kukua kiuchumi, kwa kuwa serikali imekuwa ikitumia gharama kubwa kushughulikia athari za ukatili badala ya kujikita katika shughuli za maendeleo. Mezungumzo hayo na msoma risala Mwanaidi Salo katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo kiwilaya yameadhimishwa katika kata ya Zinga Kibaoni, mgeni rasmi akiwa ni mkuu wa wilaya ya Kilwa Mohamed Nyundo, ambapo ameeleza kuwa katika kuwezesha wananchi kiuchumi, halmashauri imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 400 na imetoa mikopo zaidi ya shilingi milioni 687 kwa vikundi vya wanawake 205 na wanufaika wakiwa 1030. Kwa niaba ya uongozi, naomba kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa kata, kijiji, wadau mbalimbali wa maendeleo na wananchi wote wa kata ya Miguluwe na kata jirani kwa maandalizi mazuri yaliyofanyika katika kufanikisha kilele cha maadhimisho haya ambayo kiwilaya yanafanyika hapa Zinga Kibaoni. Ndugu mgeni rasmi, tarehe 8 Machi ya kila mwaka ni siku ya wanawake duniani, ambapo siku hii hutoa fursa kwa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, wanawake, jamii, vyama vya siasa, wadau wa maendeleo na mashirika ya dini kutafakari kwa kina mafanikio na changamoto zinazowakabili wanawake katika kuleta maendeleo yao ya jamii kwa ujumla, hasa katika masuala ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Wilaya ya Kilwa leo inaungana na wanawake duniani kote katika kufanya kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani katika kata ya Miguluwe. Maadhimisho haya yanaenda sambamba na kauli mbiu isemayo wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Ndugu mgeni rasmi, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yalianza kufanyika baada ya mkutano mkuu wa kimataifa wa wanawake wa mwaka 1995 uliofanyika katika mji wa Beijing huko China. Mkutano huo ulikusanya wanawake wa mataifa mbalimbali na kujadili kwa undani ajenda inayomhusu mwanamke katika kujikomboa. Mkutano huo ulifanyika baada ya utafiti kufanyika na kuonekana kuwa kuna pengo katika ushirikishwaji wa wanawake katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Hivyo, kutokana na mkutano huo, mwanamke alipewa nafasi hii ili aweze kuonyesha karama ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia katika kuchangia maendeleo na kukuza uchumi katika jamii, taifa kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, mkutano huo ulijadili mambo mengi kama nafasi ya mwanamke katika jamii, afya ya mwanamke, uongozi na mwanamke, siasa na mwanamke, elimu na mwanamke, haki ya umilikaji wa rasilimali kama ardhi, kuwa mlisi wa mali mbalimbali za mwenza wake na familia kwa ujumla. Mwisho walitoka na maazimio mbalimbali kama kumwezesha mwanamke kiuchumi, kama uanzishwaji wa vikundi vya uzalishaji mali, vikundi vya huduma ndogo za kifedha na uanzishwaji wa jumuiya mbalimbali. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ni moja ya matokeo ya mkutano huo kwa kutangaza kuwa kila ifikapo Machi 8 ya kila mwaka duniani kote kufanyike maadhimisho ya siku hii ya mwanamke. Ndugu mgeni rasmi, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka 2025 yamekuwa ya namna ya kipekee, yakibeba sura kipekee kwa kuwa wanaambatana na miaka 30 ya utekelezaji wa azimio la ulingo wa Beijing 1995. Kauli ya mwaka huu ni wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, ambayo imetokana na kauli mbiu ya kimataifa For All Women and Girls Equality Rights Empowerment. Lengo ilikuwa ni kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki na uwezeshaji wa wanawake na wasichana, na kwa kuzingatia kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili wajiamini, wajiandae na wajitokeze kugombea nafasi za uongozi. Ni ukweli usiopingika kuwa mchango wa wanawake katika ujenzi na ukuzaji wa uchumi wa familia na taifa kwa ujumla ni mkubwa. Kwa sasa wanawake wako mstari wa mbele katika kujiletea maendeleo
ikilinganishwa na ilivyokuwa hapo awali. Kwa mfano, kuna familia ambazo wanawake ndio wakuu wa kaya. Kuna nchi ambazo wanawake ni maraisi, mawaziri wakuu, wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa na wakuu wa wilaya. Pia kuna halmashauri, mashirika, taasisi na viwanda ambavyo wakurugenzi ama mamea ama wenye viti wake ni wanawake. Mfano ulio hai ni nchi ya Tanzania. Rais ni mwanamke ambaye ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu. Mkuu wa mkoa wa Lindi, mwenyekiti wa halmashauri ni mwanamke. Ndugu mgeni rasmi, ukatili dhidi ya wanawake na watoto ni tatizo linalowakumba wanawake na watoto wengi. Matukio ya ukatili nchini Tanzania ikiwemo Kilwa. Ukatili umekuwa unazorotesha kukua kwa uchumi wa nchi kwa kuwa serikali inatumia gharama kubwa kushughulikia athari za ukatili badala ya kujikita katika shughuli za maendeleo. Hivyo ni kikwazo katika kufikia malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030. Ajenda ya Afrika tuitakayo ya mwaka 2063 na dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025 ikilenga maisha bora, utawala bora wa sheria. Pia ukatili huathiri ukuaji wa uchumi na jitihada za kupambana na umaskini. Katika kutatua changamoto, halmashauri imekuwa karibu sana na wanawake katika mambo mbalimbali. Kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo ndani ya wilaya, tumeandaa jukwaa la wanawake ambalo kwa sasa linafanya kazi nzuri ya utetezi wa wanawake na watoto kwa kutoa elimu kwa jamii katika mambo mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na kutambua na kuthamini shughuli za wanawake katika kujikomboa kiuchumi na kijamii, halmashauri ya wilaya ya Kilwa imekuwa mstari wa mbele kuviwezesha vikundi vya ujasiriamali vya wanawake katika kuvipatia mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo, kuvishirikisha katika maadhimisho mbalimbali kama shughuli za Mwenge wa Uhuru, shughuli za 8/8 na shughuli mbalimbali za makongamano na maadhimisho yanayohusu wanawake. Ndugu mgeni rasmi, katika kuwezesha wananchi kiuchumi, halmashauri ya wilaya ya Kilwa kwa mwaka wa fedha 24/25 imetenga fedha 4% kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 400 na imetoa mikopo yenye jumla ya shilingi milioni 687 kwa vikundi vya wanawake 205 vyenye wanufaika wapatao 1030 wanaojihusisha na shughuli mbalimbali zikiwemo za kilimo, ufugaji, usafirishaji wa mizigo na abiria pamoja na ujasiriamali. Ndugu mgeni rasmi, naomba kuchukua nafasi hii kuwaasa wanawake wote wilayani Kilwa kuwa pamoja na changamoto za ukatili wa kijinsia ambao bado unaendelea katika jamii, jukumu la malezi kwa jamii inayotuzunguka bado ni la wanawake. Ningependa kuwashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi sana. Lakini ni siku ya wanawake, wanaume nao tupo wa kutosha. Tupige makofi mengi sana kwa wanaume. Tunavyozungumza siku ya wanawake na kutafakari mambo ya wanawake na changamoto za wanawake, kwa kiasi kikubwa zinasababishwa na wanaume. Kweli si kweli? Kwa hiyo uwepo wao hapa, nadhani tunahitaji tutoe message waelewe, ili harakati hizi zote ziweze kufanya nini? Ziweze kueleweka. Siku ya leo ya tarehe 8 Machi ni siku ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Siku ya wanawake duniani, historia yake ni kubwa sana na ni miaka mingi, na ilianza vuguvugu lake la kudai haki za wanawake. Wakati huo wanawake walikuwa wanafanya kazi kwenye viwanda Ulaya na Marekani. Wakati huo bado dunia ilikuwa inaamini
mwanamke hana uwezo wa kufanya kazi kama anazozifanya mwanaume. Wanawake wakapambana kuhakikisha kwamba na wao wanashiriki kwenye kazi mbalimbali za uzalishaji, za kiuchumi, kuhakikisha kwamba na wao wanachangia kipato kwenye familia, lakini pia na maendeleo kwenye mataifa yao. Baada ya hapo, serikali mbalimbali na viongozi kuanza kusikia vilio vya wanawake, zilianza kuwaingiza kwenye maeneo tofauti tofauti ya uzalishaji, hasa kwenye wakati ule wa mabadiliko ya mapinduzi ya viwanda. Lakini kilichofuata ikawa wanawake wanafanya kazi, lakini kwenye malipo yakawa mwanamke analipwa tofauti na analicholipwa mwanaume kwa kazi inayofanana wanayoifanya. Kwa hiyo wanawake wakaendelea kufanya harakati mbalimbali za kuhakikisha kwamba haki zao zinalindwa na wanakuwa na fursa sawa na wanaume kwenye maeneo mbalimbali. Sasa kwa miaka ya karibuni ulifanyika mkutano mkubwa sana wa kidunia wa kutafakari namna gani tunaweza kulinda haki za wanawake dunia nzima. Mkutano huo ulifanyika Beijing, nchi ya China, mwaka 1995, miaka 30 kutoka leo huko nyuma. Wanawake walikwenda kuangalia, kupitia na kutathmini juu ya namna ambavyo wanawake wanakosa fursa, wanakosa haki, wanakosa usawa katika jamii kwenye mataifa mbalimbali. Na wakaweka maadhimio juu ya namna gani yale yote ambayo wanaona ni haki za mwanamke, ni haki za wasichana katika maeneo ya elimu, maeneo ya kazi, maeneo ya kumiliki mali, maeneo ya kisiasa, maeneo ya kiuongozi, ni namna gani wanawake wanashiriki na kushirikishwa kwa usawa ule ule kama ambavyo wanashirikishwa wanaume. Tumeelewana vizuri wakina mama? Sasa niwaambie story iliyokuwa nzuri. Kwenye mkutano ule, mwenyekiti wa mkutano alitoka Tanzania. Wakina mama hoye! Wa Tanzania hoye! Mwenyekiti wa mkutano ule wa Beijing 1995 alikuwa ni mwanamama kutoka Tanzania, Mama Gertrude Mongella, ambaye mpaka sasa yuko hai. Lakini jambo lingine la kupendeza na la kufurahisha, kwenye mkutano ule waliohudhuria kutoka Tanzania, mmoja wao alikuwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii kwetu sisi Tanzania yameonyesha yana mafanikio makubwa. Sasa leo tunatafakari miaka 30 tangu tumefanya mkutano wa kwanza wanawake, kupanga malengo, lakini pia kuyafikia malengo hayo. Sasa niwaombe sana wakina mama, cha kwanza tutembee kifua mbele. Wanawake tunaweza, na tukiaminiwa tunafanya vile ambavyo inavyotakiwa. Leo hii Tanzania, nchi yetu ina mihimili mitatu. Muhimili wa kwanza ni serikali, unaongozwa na mwanamke. Muhimili wa pili ni bunge, unaongozwa na mwanamke. Bado mmebakiza muhimili mmoja tu wa mahakama, na tunaamini muda si mrefu na muhimili huo utachukuliwa na mwanamke.